miradi hii. Miradi hii zinapokuja pesa zile, maingiwa na miradi ya shule wanapewa walimu. Hasa mwalimu kwa mlipuko ile kusema bwana mwezi mmoja tu unatakiwa uwe hizi hela zimekamilika lazima au la sivyo zitanyang'anya. Unakuta sasa kwa mlipuko ule walimu wanachukua zile hela wanaanza kufanya matumizi kama hata diwani hujui. Hata mwananchi hajui. Ndio maana wananchi wanakataa kuchangia, mheshimiwa. Mfano shule hapa Olivia tumepewa pesa na serikali. Yule mwalimu hana uzoefu wa pesa. Wa miradi hana uzoefu. Akafika tu akaanza kununua vitu pale. Wananchi hawana habari. Mwisho yote wakaja wakabomoa na yale majengo waliojenga wananchi. Sasa unarudije kuomba mchango? Mimi nilikuwa naomba sana katika baraza lako hili. Waambie hao pesa zinakotumia kwamba diwani ajue ndio mwenye watu hawaite washirikishe kabla hawajaanza kujenga hata kama tuna haraka kiasi gani, kwa sababu baadaye mnafika mahali mnataka nguvu za wananchi. Unafika wananchi sasa mnaanza kugombana nao na wanakataa kuchangia, lakini wananchi wako vizuri ila tu hatuwashirikishi inavyopasa. Na ndio maana juzi nikatoa maelekezo mahususi kwa sasa na sisi madiwani kwenye kata kule tusiende kulala. Tunafuatilia kwenye taasisi zetu, kuna hela zingine zinaingia moja kwa moja. Inawezekana hata mkurugenzi hapa ajui. Hela zimekuja moja kwa moja kwenye shule ambayo iko kwenye kata yako. Kwa sasa tunafuatilia, mwalimu kuna nini kinachoendelea kwenye shule? Hiyo itatusaidia kweli kweli. Mheshimiwa diwani nafikiri ulijua mapema. Zilipelekwa milioni 40 pale kwenye shule ile ya Vwao ambayo iko pale pembezoni. Na kwa bahati nzuri hata mimi nimefika pale. Na nikakuta na mkutano wa wananchi pale. Sasa leo unapoambiwa wananchi walikuwa hawajui, naona kitu cha tofauti. Bahati nzuri siku ile mimi nimeenda kwenye ile shule. Nimekuta mawatili yamenunuliwa, mradi unatekelezwa, lakini cha pili kulikuwa na mkutano wa wazazi huko pale. Sasa ni mambo machache tu, inawezekana ni tofauti ndogo ndogo ambazo tunatakiwa ni za kwetu kuziboresha. Lakini tunajitahidi kuanzia mwezi Disemba tunashirikisha madiwani. Mradi ikija tu milioni 225 tuliita kata zote 18. Ilipokuja milioni 200 tuliita zile kata 22. Ilipokuja siwe hela gari zile tuliitana wote hapa. Jamani nenda kasimamia. Hivyo hela za zanati zile milioni 220 tuliitana. Unakumbuka? Zanati kata 10. Zote tunaitana, tunaelezana. Kwa bwana nenda kasimamia. Jua kuna hela, ukawe makini. Jua kuna hela, ukawe makini. Lakini pia tunapojua waheshimiwa madiwani ndio unatengeneza siasa yako. Kwa unapokuwa mbali na miradi maana yake pia unajiharibia wewe mwenyewe siasa yako. Maana ukitekeleza ujui, hivi utakuja kusema nini? Lakini inapokuja miradi ndio pa kujipendekeza na wewe. Walimu pale unaona wewe unaenda pale kwa wananchi. Kama wanaenda wananchi na wewe ndio nenda pale kaonyeshe mchango wako. Kwa mengine tusilaumu tu kwa miradi imeletwa kwa walimu, lakini na sisi pia tutimize wajibu wetu. Nakushukuru sana kwa ufafanuzi na mchango na niwapongeze sana kwa yote mnayofanya hayo. Lakini la kwanza angalizo. Mheshimiwa diwani aliyotoa ufafanuzi wa kata yake, tunakushukuru sana kwa mchango wako. Hapa tunajadili hoja za 2019 ndio ile la 19 ndio tunajadili. Na hii hoja ya miaka hiyo. Sawa? Hiyo hoja ya miaka hiyo ndio maana sema yule diwani yuko sahihi. Huu utaratibu wa sasa hivi wa kushirikiana baada ya hayo mapungufu, mwenyekiti wewe kupatikana mpya ndio umeleta utaratibu mzuri. Sawa jamani? Kwa hiyo alichozungumza yule na alichozungumza mwenyekiti, yani ni kitu ni kile kile, lakini yule yuko sahihi kwa sababu hii tunajadili hoja ya miaka ya nyuma. Na mwenyekiti yuko sahihi, tunajadili mambo alivyoyarekebisha sasa hivi. Sawa? Kwanza tuweke vizuri hapo, si ndio? Lakini la pili kama alivyosema mwenyekiti. Jamani, miradi hii, mradi wowote unaotekelezwa kwenye mkoa wa Songwe, mimi nahusika. Mradi wowote, uwe wa binafsi, uwe wa mradi wa umma, mimi nahusika. Mradi wowote unaotekelezwa kwenye mkoa wa Songwe, rasi anahusika. Mradi wowote unaotekelezwa kwenye wilaya ya Mbozi, DC anahusika. Mradi wowote unaotekelezwa kwenye kata yako mheshimiwa diwani unahusika. Mradi wowote unaotekelezwa kwenye ngazi ya kijiji, mwenyekiti wa kijiji anahusika.
maana yake unatakiwa ujue ni mradi gani, umeletwa kwa lengo gani, una manufaa gani kwa watu wako, una gharama gani, unatakiwa umalizike lini. Taarifa zote hizo unatakiwa uzipate ili ndio uweze kusimamia. Nitashangaa sana kama kuna diwani kwenye kata yake unatekelezwa mradi haujui. Maana yake kama kuna diwani, kuna mradi unatekelezwa haufahamu, kwenye taarifa za kata anatuletea nini? Maana yake anatuletea taarifa za kupika au ni za uongo? Maana yake au hajui kinachoendelea kule, kaandaliwa tu na mtendaji anakuja kusoma tu hapa. Kwa sababu nyinyi ndio wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, na kila mwenyekiti wa kijiji ni mjumbe kwenye baraza hilo. Kwa hiyo utaijua miradi yote kwenye vijiji vyako, kwa sababu mjumbe wako mwenyekiti atakuja kuleta kwenye mchango pale. Kwa hiyo kama alivyosema mwenyekiti, kama kuna mapungufu au tulikuwa tu baadhi hatujui kama wajibu wetu ni nini, tufahamu. Manake unapoitwa wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, manake chochote kinachofanyika, mradi wote kwenye kata yako unaufahamu. Na hao ni kweli, kama serikali kupitia TAMISEMI, wizara yetu mama, inapeleka miradi ya afya na elimu moja kwa moja kwenye nini? Kwenye walimu ama nini? Kwenye zahanati au vituo. Lakini haina maana kwamba huo mradi sisi hatuhusiki. Kwa hiyo kwenye halmashauri za vijiji kama shule za msingi, maana yake wajumbe wake ni hao wakuu wa taasisi, wanampelekea taarifa, ndio wanamhusisha. Na mwalimu wowote anatakiwa ule mradi ukija kwanza autangaze, jamani zimekuja hela kiasi fulani, mwenyekiti lazima aambiwe. Kama kuna shule, kama kuna zahanati inakuja hela inatumia bila kumhusisha mwenyekiti au diwani, niambie, tutalala naye mbele. Zimepelekwa kule kurahisisha tu kazi, si ndio? Anatakiwa atoe taarifa kijijini, kwenye kata na kwenye halmashauri yake kama kuna hela fulani huko imeingia, ili tuanze kuzisimamia kuanzia hapo. Huwezi kusimamia jengo wakati kwamba hujajua tangu zilipokuja, si ndio? Kwa hiyo twendeni huko, yani nyinyi ndio wenye kata zenu. Sawa jamani? Na nyinyi kwa sababu ndio mnaishi huko na watu, ndio mnajua matatizo ya watu na ndio mna vipaumbele. Kwa sababu hata ikija hela pale ndio unakuja kusema jamani tumepata mradi fulani, lakini sisi pale kipaumbele chetu kilikuwa hichi, utakuja kueleza kwenye baraza kwa ajili ya mipango ya mwaka ujao. Kwa hiyo msio wanyonge, halmashauri ni ya kwenu na kata ni za kwenu. Mnapaswa mfahamu kila aina ya mradi, kila mradi unaotekelezwa kwenye kata zenu. Kila najua vizuri hali halisi iliyopo kule. Wenzetu hawa kwa sababu wanakuwa wanakata nyingi kwenye tarafa. Nafikiri labda ndio imepelekesha hapa. Nataka tuliweke vizuri. Wanatusaidia vizuri, lakini kuna mambo mengine naweza kachelewa kupata taarifa, lakini tunajitahidi sana kuwashirikisha. Nataka niweke vizuri mkuu wa mkoa. Kwa sababu mwenye kata yuko kimya. Unajua kuna diwani viti maalum, kuna diwani mwenye kata husika. Kwa kweli tunajitahidi. Toka mwenyekiti wetu anaingia na mkurugenzi wanatushirikisha vizuri. Kuna changamoto, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya changamoto ambazo moja na taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba mfumo dume ufe. Na niseme hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikupongeze. Mimi kwenye kata yangu huyu ndio diwani wangu wa kata. Sijai nyimwa taarifa yeyote. Na mkuu wa wilaya ni shahidi, akija kule asipomkuta mheshimiwa diwani atanikuta mimi, nitasimama kama diwani, nitafanya kazi. Vivyo hivyo Rwanda kuna shida, hayupo, nitaenda kusimama kama, ndio maana aliitwa diwani wa viti maalum kwa ajili ya kuhudumia jamii kubwa. Sasa kama anakosa kuambiwa taarifa kwamba huyu haambiwi, mtendaji anatakiwa ajue kama kwenye kata yake kuna madiwani wawili, ajue na madiwani wawili, wako watatu, ajue wako watatu. Lakini tukienda kwa mfumo wa kusema hawatakiwi kupata taarifa, mbona hapa tunaojua wote? Kwenye CAG kwa nini tusiwe nje alafu wajadili peke yao? Ninukuru hapa kuna vyombo vya habari sijatamka hayo maneno. Na nimewapongeza kwamba tunashirikiana nao vizuri. Inawezekana diwani kwa kata kwa sababu yupo hayajui haya kwamba huyu mwenzetu hakujua, lakini nimesema tunashirikiana nao vizuri.
lakini kuna mambo, kwa mfano fedha zilipotoka diwani wakati haitaka, lakini ndio diwani hiyo aliyezungumza, ni diwani wakati haitaka. Taarifa nampa. Lakini kwa taarifa hizi ambazo nakuongelea mwenyekiti, Basi malizia mjumbe na kulinda sasa malizia. anashukuru kwa kunilinda bwana. Hao wenzangu naona wanaleta mfumo dume mara nyingi. Wala sijatamka hayo. Tunathamini sana kazi zenu, dada zetu mnazozifanya. Kazi ni nzuri. Labda kwa sababu vitimaru mwanaume hawapo ndio maana mnataja mfumo dume. Lakini kiukweli tunasaidia nao vizuri. Lakini kuna mambo physical yanamhitaji diwani wa kata. Sasa namhitaji diwani wa kata, mimi hujawasiliana na mimi diwani vitimaru mnaingia moja kwa moja. Hivi wapi na wapi mbele ya mkoa? Ninasema haya mwenyekiti, sio muda mrefu tutayakuta kwenye miradi inayoendelea sasa hivi. Kuna changamoto zinaendelea kati ya viti maalum na madiwani wa kata. Sasa changamoto zipo kwenye utekelezaji wa miradi. Kwa mfano, kuna fedha zinatumwa, yani kwa mfano mbunge wa jimbo kwenye kata X, kata ya Itaki, kuna maendeleo yanaendelea, naambia michango haipo kwenye kata hiyo. Sitaki mwananchi wangu atoe mchango hata shilingi 100. Mimi diwani nimekwenda nimehamasisha wananchi. Nimeweka vizuri, naona hii mradi wa shilingi milioni 12 utapeleka kupakua madarasa 5. Lakini mheshimiwa mbunge anasema huyo diwani mimi hanifai wala siwezi kumshikisha yoyote. Anaanza kudiri na diwani vitimaru. Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Hivi wapi na wapi? Yaani mimi sijui, nafanya kazi ya kuhamasisha wananchi, lakini maendeleo yanayoonekana hayapo. Tutafika. Mimi nampa taarifa mheshimiwa Mgula, yeye ana matatizo na vitimaru wake. Sina matatizo nayo. Sasa si ndio hapo mnafichana miradi na miradi ya mbunge inaenda kwa mtu mwingine, wewe haipitii. Kwa kwani usemi tu kweli? Ndio maana nakusaidia wewe. Nakusaidia wewe. Kule kuna migogoro kwake kule. Mimi nilipokuwa nimeenda kule kwenye hiyo shule, tumeenda mimi na diwani wangu, na yeye anajitahidi sana kunipa taarifa mimi kuliko nani watendaji. Mtendaji kiti maalum hamtambui, tuseme ukweli. Asipokupa taarifa nani diwani wako wakata, basi huendi kokote. Mtendaji naye ajitambue kwamba anatakiwa na mimi anipe taarifa. Na mheshimiwa mwenyekiti, pale ulipokuwa unawaita hawa ndugu zetu, tunaomba na si utuite, kwa sababu tunaenda pamoja na si taarifa inatakiwa kwenye chama. Tunaomba tuite. Lakini kata ya huyu bwana ina matatizo kabisa. Yaani diwani viti maalum amekuwa diwani wa kata. Lazima tuongee ukweli. Kwa hiyo bwana taarifa zingine hazijui, michango mingine haijui, anaijua viti maalum. Kwa hiyo hapa pana shida. Taarifa mheshimiwa. Shukuru sana waheshimiwa madiwani. Moja, kwa kuwa wazi na kwa kuwakilisha mawazo ya wananchi wenu, lakini pia kwa kueleza changamoto zilizokuwepo kwenye maeneo yenu. Yote mnaeleza hayo kwa nia njema ili tujenge Mbozi yetu vizuri. Niwashukuru sana. Angalizo. Leo hapa tuko kwenye kujadili hoja za CAG. Si ndio eh? Ndio. Kwa hiyo tujikite zaidi kwenye kujadili hoja za CAG. Lakini mimi mmenisaidia sana. Si ndio? Kwa hiyo kwanza imenipa nafasi, inaonekana kwamba kuja kurudi tena ili kupata machache ya hizo ndogo ndogo yaliyokuwa kwenye kata zetu. Si ndio? Yani kama kuna baraza siku nyingine mnaweza kukanialika nikaja kuwa tu naangalia ili kwamba kupata mengi kutoka kwenu ili tuyafanyie kazi. Kwa mfano amezungumza pale mtendaji wetu, hilo ni la kwetu sisi. Na tuhakikishe kwamba tulifanyia kazi na litotokea tena. Si ndio? Mtendaji lazima awape taarifa madiwani wote. Muhimu. La mwisho sio kwa umuhimu. Madiwani wote hapa, wote ni madiwani. Mna nafasi sawa, mna hadhi sawa sawa. Hivyo vingine ilikuwa ni sifa za kuingilia kuwa diwani. Haina maana hapa tuna diwani namba 1 na diwani namba 2. Hapana. Madiwani wa viti maalum ni madiwani sawasawa waliokamilika kama diwani wa kata. Ni tofauti tu aina mlango ulioingilia kuwa diwani. Ndio maana leo hapa tuna kata zingine zina madiwani wanawake. Si ndio? Si wapo? Kwa hiyo yani sije kutuonyesha hapa kwamba ukiwa diwani wa kata wewe ndio diwani sawasawa, diwani wa viti maalum sio. Haipo hivyo. Haipo hivyo. Madiwani wote mko sawa.
Kwa hiyo mtendaji wa kata ana wajibu kama kuwajulisha diwani wa kata na diwani wa nini, wa viti maalum. Hayo mengine huko inawezekana sababu ya kisiasa. Inaonekana mtu anajiogopa mwenyewe, kata ni ya kwako, wewe ndio diwani wa kata. Labda diwani wa viti maalum anafanya utekelezaji wa ilani, huyu anataka kata yangu sasa. Mengine ndio yanakuaga huko. Si ndio? Na wale ambao kata zina wenyewe, ndugu zangu, yani tuwe na kaba, fanya kazi yako ile ya kawaida kutekeleza ilani kwa hudumia wananchi. Lakini sasa ukianza kutengeneza vikundi na nini kutaka kata ya mwenzako, mtasababisha matatizo ambayo sio kuwa na msingi. Badala wote kuwahudumia wananchi, matokeo yake sasa mnaanza msigiano nyinyi wenyewe na vijembe visivyokuwa na msingi. Si ndio? Hili ambalo kwa sababu la kusema kwamba mbunge hamtaki huyu diwani, mbunge kwa sababu hayupo. Tumesikiliza upande mmoja, tusitolee nini hukumu hapa. Si ndio? Siku mbunge, ndio maana nasema kikao ambacho kingine nakuja sio cha hoja, mbunge yupo hapa na nini kila kitu, lengo hatusutani. Tunataka wote wawe wamoja. Na mimi naamini kabisa hakuna matatizo. Yaani sidhani kama mbunge anaweza kumchukulia diwani kwa sababu hana uwezo wa kumfanya chochote. Yeye kachaguliwa na wananchi na diwani kachaguliwa na wananchi na mnahudumia wananchi wale. Muhimu ni zaidi, yani kama mbunge hamuhitaji diwani atapata hasara yeye tu. Sababu diwani ndio kila siku kwenye kata. Kwa maana siamini kama kuna mgogoro huo kuna mbunge eti amtaji diwani. Yaani ukiona hivyo mbunge labda hajajua mipaka yake ya kazi. Wote ni kazi yote mnaofanya ni moja. Tofauti ni ukubwa wa nini? Wa maeneo. Wewe diwani una kata yako, mbunge ana jimbo lake. Yaani sasa na mimi mkuu wa mkoa ni mdharau mkuu wa wilaya. Ndio sijitambui. Hakuna Songwe bila Mbozi. Hakuna Songwe bila Ileje. Na mbunge ni hivyo hivyo. Huna jimbo bila kata fulani. Yaani mimi hapa nije mdharau afisa tarafa, nitakuwa sijielewi. Kwa sababu yule kule mwakilishi wa Mama Samia kwenye tarafa ile, yaani majukumu yake na mimi ni sawa sawa, tofauti ni ukubwa tu eneo. Mtendaji kata ni hivyo hivyo. Mtendaji wa kijiji ni hivyo hivyo. Kwa tunatofautiana ni ukubwa tu wa maeneo, lakini wote ni sawa sawa. Sinde jamani? Yani kwa nyinyi labda wawakilishi wa wananchi anawazidi kidogo ni mwenyekiti wa kijiji tu peke yake. Kwa sababu yeye ana kofia mbili zile za rais. Ana uwakilishi wa wananchi alafu pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Na amepewa lile jukumu kwa sababu akasimamia utekelezaji. Yeye ndio kiongozi wa mwisho kule chini kusimamia utekelezaji. Kuna wengine wanaweza kugoma ili kapewa ile power, sema wewe peleka ndani. Ili mambo yaende. Ndio yule ambaye ana kofia zote mbili. Ana kofia kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini pia mwakilishi wa wananchi. Lakini nyinyi ni wawakilishi tu wa wananchi, sauti ya wananchi. Kwa hiyo mimi ndio maana sitaki kuamini kama kuna mgogoro eti kati ya wabunge na mbunge na diwani. Hilo sawa, labda tu ni mgongano wa mawazo. Yaani mna fikra tofauti, wewe unafanya hivi unafanya hivi, lakini nina imani kwamba hakuna matatizo. Sawa jamani, tujikite kwenye hoja za kaguzi.